asifiwe. Amen. Niko najiuliza, je, ushirika ni nini? Ama ushirika unanena nini katika maisha yangu? Bwana Yesu asifiwe. Basi katika kujiuliza maswali na katika kumuuliza Mungu, apata ya kwamba maandiko yanatuagiza ama yanatufundisha kwamba ushirika ni kati ya watu wanaoshirikiana ama wanaokaa pamoja ni kwa ajili ya jambo moja au fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wameshikana, wameunga shirika tofauti katika maisha yao ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kunavyo vyama ambavyo vimeundwa ni kwa ajili ya kujiendeleza. Naweza kusema hilo pia ni ushirika mmoja wapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi watu wa Mungu tunamtegemea Mungu, tumeambiwa kwamba tukaweze kudumu katika ushirika. Je, huu ushirika ambao tukadumu nao ni ushirika wa aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa kwamba katika kitabu cha Matendo ya Mitume ya kwamba walidumu katika ushirika wa kiumega mkate nyumba kwa nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi nikawa na maswali mengi juu ya kunena na watu wa Mungu asubuhi ya leo, lakini namshukuru Mungu maana tunapojiona ya kwamba hatuwezi kufaa ama hatuwezi kunena, ni kwamba Mungu yeye hututia nguvu, maana tunaambiwa kwamba utakatifu huanza katika udhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo basi katika neno hili la Mungu asubuhi ya leo ambalo tunasema kwamba tunaenda kuongeleshana juu ya ushirika, ni kwamba wacha tukaingie katika neno la Mungu katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 3. Nasoma kuanzia mstari wa 1 hadi wa 5. Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Mstari wa 2 sitasoma, na kutoka mstari wa 3 na wa 4 na wa 5. Mtu huyu akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Mstari wa 4. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Mstari wa 5. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno hili la ushirika, basi wakati nikisoma haya maandiko nikaona ya kwamba kunayo maneno hutumika wakati watu wanapokusanyika ama watu wanaposhirikiana kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu wakati mwingine likatuambia kwamba 2 watatu wanapounganika ni kwa ajili ya Mungu, basi Mungu huwa katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo basi napata picha nyingine tofauti ya kwamba wakati watu wanaposhirikiana, wakati watu wanapokaa kwa umoja kwa ajili ya ushirika, Mungu huwa katikati yao, na pia Mungu ni rahisi kufanya jambo ama kutendea watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona kwamba Petro na Yohana walikuwa wameshikana, wanaelekea hekaluni kwa ajili ya kusali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati walipokuwa wakiingia hekaluni, tunaona kwamba katika ule mlango wa hekalu kulikuwa kuna kiwete ambaye alizaliwa hivyo kuwa kiwete. Bwana Yesu asifiwe. Na alikuwa akibebwa siku zote kuwekwa katika ule mlango ulioitwa Mzuri, ili kwamba akaweze kuomba sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Natumaini sote tunajua wenye kuomba huwa wako vipi. Bwana Yesu asifiwe. Tukitembea pale mjini huwa tunawaona wengine wanasukumwa kwa viti kwa ajili ya kwenda kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa huyu mtu tunaambiwa kwamba alikuwa kila siku anabebwa ili kwamba akaweze kuketishwa katika mlango, ili kwamba wale wote watakaokuwa wakiingia katika ile hekalu ili kumuomba Mungu akaweze kuwaomba sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunaona kwamba wakati Petro na Yohana walipokuwa wakikaribia kuingia hekaluni, yule mtu akaweza kuwaona na akaweza kuwakazia macho akawaomba sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ajili ya ujumbe wa siku hii ya leo juu ya ushirika, sitaki kuongea sana juu ya yule muombaji, yule kiwete alikuwa kiomba, lakini nataka niseme juu ya maisha ya Petro na Yohana. Wakati walipokuwa wakitembea pamoja, ni kama walikuwa katika ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Na katika huo ushirika wao wa hao watu wawili, basi kukatendeka jambo hata kwa yule kiwete ambaye alikuwa muombaji,
pale mlangoni. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo nataka kusemaje mahali hapo ya kwamba wacha tukadumu katika ushirika huu wa Mungu, ili kwamba mambo mengi ambayo yametupasa yametukumba katika maisha yetu tunayoyapitia yanayo pengine na kutuvunja moyo yakaweze kutendeka, maana kila jambo litafanyika ni katika kushirikiana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengi ambayo tunayatarajia kuyatenda katika hii nyumba ya Mungu. Tukiachia mchungaji peke yake, nataka niwaambie ya kwamba hatutaweza kufaulu, ama mchungaji hataweza peke yake. Lakini tutakapodumu katika ushirika, kama vile neno linavyotuagiza ya kwamba tukakae katika ushirika, tukadumu katika neno la Mungu, nina hakika ya kwamba kila jambo litakalokuja mbele zetu halitakuwa gumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengine wakasema kwamba sikuwa katika ushirika, lakini nilikuwa na nyinyi kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo kumaanisha kwamba kuna ushirika ambao tunaweza kufanya kimwili, na hata pia kuna ushirika tunaweza kufanya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niliyathibitisha hayo wakati tukipanga juu ya safari ya kwenda kwa mazishi kwa mama mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wazee tulikaa kule nyuma na wamama wakakaa huku. Sasa sisi tukiumwa na vichwa kule nje, tunapanga tutafanyaje ili kwamba tukaweze kufikia katika yale maeneo ili kwa ajili ya yale mazishi. Tukaumwa na vichwa, tukagongana akili pale, ijapokuwa mwisho wake tulipata njia na suluhu ya kufanya. Lakini baadaye tulipotoka kuelekea nyumbani, kashikana na mke wangu, tukaenda tukizungumzana. Sasa ili kwamba nikathibitishe kwamba kuna ushirika katika ulimwengu wa kiroho. Tulipokuwa tukibadilishana maneno na mke wangu, kapata yale tuliyokuwa tunayaongea kule chini kama wazee, wamama nao wakawa wamezungumza hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo nikasikia kutiwa moyo, kwa sababu hata kama hatukuwa pamoja, lakini kumbe kiroho tulikuwa pamoja. Kwa hivyo wakati unaposema ya kwamba sikupatikana mahali fulani, inapaswa kama hakupatikana kimwili, pia kiroho ukaweze kuwa pamoja na wenzako. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi huwa tunasema kwamba tuombeane wakati tuko mbalimbali, tukaweze kuombeana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni njia mojawapo ya ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi Petro na Yohana wakati walipokuwa wakielekea hekaluni, tunaona ya kwamba waliweza kumhudumia yule kipofu, na ni kwamba ilikuwa ni siku ya kwamba Mungu akaweze kumtendea yule kiwete. Bwana Yesu asifiwe. Na katika ule ushirika wao basi wakamuuliza Mungu ya kwamba sawa, sisi mtu huyu ametuomba ya kwamba tukaweze kumpa sadaka, lakini tukiangalia katika uwezo na mifuko yetu, labda Petro na Yohana hawakuwa na pesa, lakini kwa ajili ya kile kitu walichokibeba katika mioyo yao, Bwana Yesu asifiwe, na katika roho zao, ni kwamba walikuwa wamebeba kitu cha thamani. Na labda pengine angekuwa ni Yohana peke yake, asingejiwa na hiyo roho ya kusema pana, wacha nikamwombee huyu mtu, ama wacha nikamnenea huyu mtu, ili kwamba akaweze kupokea uponyaji wake katika ulemavu wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa ajili walikuwa wawili, na roho wa Mungu alikuwa katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunaambiwa ni wawili watatu wanapokutanika, Mungu huwa katikati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi ni vizuri wapendwa, tukadumu katika ushirika katika kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna hiyo mambo ambayo yanatupasa tukaweze kuyaweka mbali na maisha yetu ya wokovu, maana yanaweza kuvunja ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mambo madogo madogo kama vile kiburi, kudharauliana. Bwana Yesu asifiwe. Wacha hayo mambo yakatoke katika mioyo yetu, ili kwamba ukamwone mwenzako kuwa ni bora. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukamwone mwenzako ya kwamba bila yeye hauwezi fanya kitu. Bwana Yesu asifiwe. Inatupasa tukaweze kukumbukana wakati tuko pamoja, hata kama hatuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Ili kwamba tukaweze kudumisha huu shirika ambao asubuhi ya leo Mungu amenituma ili kwamba tukaweze kuzungumzana. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaweza kufanya jambo lolote pasipo kushirikiana, na imetupasa tukaweze kushirikiana. Bwana Yesu asifiwe. Waswahili wakasema kwamba kidole kimoja hakivunji nini, ni mpaka vikawe viwili. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo wacha tukaweze kushikana mkono, ili kwamba katika huu shirika wetu wa Vipatani ukaweze kusimama imara, ukaweze kusonga mbele kadri ya uwezo wa Mungu vile atakavyotuendesha, atakavyotupeleka, tukaweze kutenda sawa sawa neno la Mungu linavyotuagiza. Na nina hakika kwamba kila jambo
tutaliweza. Maana maandiko matakatifu yanatuambia kwamba tutayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo basi ni mpaka Mungu akaone ushirika wetu wa kimwili na hata kiroho, ndiposa akazidi kututia nguvu na tukaweze kufaulu katika kumhudumia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wiki iliyopita nikasikia kuugua, ni kwa ajili nilikuwa nimechaguliwa, ni kwa ajili ya nyumba, ni kwa ajili ya kuenda nyumba kwa nyumba, na nikasikia kuugua maana sikupata nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ilikuwa ni njia moja wapo ya kushirikiana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo kama ulipata nafasi kwa ajili ya hiyo huduma, nataka kusema kwamba Mungu akaweze kubariki, na kwa njia moja au nyingine ulidumisha ushirika ambao asubuhi ya leo Mungu anatuambia kwamba tukaweze kushirikiana. Bwana Yesu asifiwe. Waamuzi mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa 3. Soma. Ikawa baada ya kufa kwake Yoshua, wana wa Israeli wakamuuliza Bwana wakasema, ni nani atakayekwea kwanza kwa ajili yetu juu ya Wakanaani ili kupigana nao? Bwana akasema, Yuda atakwea, tazama nimetia hiyo nchi mkononi mwake. Mstari wa 3. Ndipo Yuda akamwambia Simeoni ndugu yake, kwea wewe pamoja nami katika kura yangu ili tupate kupigana na Wakanaani, kisha mimi nami nitakwenda pamoja nawe katika kura yako. Basi Simeoni akaenda pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Maandiko haya matakatifu kwa tumesoma katika kitabu cha Waamuzi, tunaona watu ambao walikuwa naishi na roho ya ushirika ama roho ya kushirikiana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati wana wa Israeli walipotolewa katika nchi ya Misri, tunaona kwamba walikuwa wanapewa viongozi wa kuwaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuna kiongozi mmoja ambao alikuwa amepewa, ambapo alikuwa anaitwa Yoshua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ikafikia mahali Yoshua akawa amezeeka, umri wake umeenda, na hatimaye akaaga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wana wa Israeli walipoona ya kwamba Yoshua ameaga, wakawa hawana budi ila kumuuliza Mungu, ni nani tena atakayesimama kwa ajili ya kuongoza katika vile vita vya kupigana na wale Wakanaani. Maana walikuwa wameahidiwa kwamba wakaweze kuirithi ile nchi, maana waliahidiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunaona kwamba kiongozi wao ambaye ni Yoshua alipoaga, wakawa sasa hawana kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa ajili walikuwa naishi katika ushirika mzuri, wanaishi katika ushirika uliompendeza Mungu, wote kwa pamoja wakamuuliza Mungu, je, ni nani basi atakayepanda kwa ajili ya kuchukua nafasi ya Yoshua? Bwana Yesu asifiwe. Na kwenda kupigana na wale maadui wao ambao ni Wakanaani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunaona ya kwamba Mungu akawajibu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie asubuhi ya leo ya kwamba Mungu hujibu maombi ya watu ambao wameshirikiana kwa pamoja, wanaonia mamoja, wanaofanya kazi ya Mungu kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo wacha tukadumu katika kumtumikia huyu Mungu kwa nia moja na kwa roho moja. Roho zetu zikaweze kuunganika kwa pamoja, akili zetu, mawazo yetu, ili kwamba tukaweze kupokea hizi huduma za Mungu kwa kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana tutakapokuwa tumefarakana katika roho zetu zitakapokuwa mbali hazikushikana katika ushirika mmoja, itakuwa kazi ngumu kwa Mungu kutubariki, itakuwa ni kazi ngumu kwa Mungu kutuinua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini punde tu tutakaposhirikiana kwa pamoja, kwa umoja, na tunaponia mamoja, basi na hakika Mungu kama vile alivyowafanyia wana wa Israeli mahali hapa tuliposoma, ni kwamba hata siku hii leo anaweza kutufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunapoangalia hii budget yetu ya kujenga kanisa kwamba ni milioni 10, pengine inaonekana kuwa ni kubwa, lakini tutakaposhirikiana na kile kichache chetu tukashangaa kanisa limesimama. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu atakuwa ameangalia ule ushirikiano wetu katika mioyo yetu na katika hata kazi zetu hizi ndogo tuko nazo. Mungu atakapoona ushirikiano wetu kwamba pana, hawa watu wanainuana, hawa watu wanasaidiana, wacha nikafanye jambo, basi nyumba ya Mungu itakusimama hata bila matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tunaona kwamba Mungu akawaambia kwamba nimemsimamisha Yuda na hata hiyo nchi pia
nimetia mikononi mwake, ya kwamba hakuna Mkanani atakayewashinda. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile ambavyo tumepewa hii kajiweni, ni kwamba Mungu ametupatia ili kwamba tukaweze kuiteka na tukaweze kulinena neno la Mungu, tukaweze kulieneza neno la Mungu, na hata wale wakaaji wote wakajiweni wakajua kwamba kuna Mungu kupitia kwa huduma hii. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni mpaka tukaweze kushirikiana, ni mpaka tukaenende katika kumpendeza Mungu katika ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Na nina hakika Mungu atatufikisha mbali. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba wakati Mungu aliposema kwamba amempeana Yuda, roho ile ya ushirika pia ikawa katika Yuda, na akaona ya kwamba sawa, nimechaguliwa na siwezi kataa, hii ni kazi ya Mungu. Lakini akamuuliza ndugu yake Simeoni ya kwamba akaweze kushirikiana ili kwamba wakaweze kuifanya hiyo kazi ya Mungu. Tena akamwahidi ndugu yake ya kwamba wakati zamu yangu itakapoisha, wakati utakapokuwa umeteuliwa kuongoza wana wa Israeli, mimi nami nitasimama pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni roho ya ushirika. Bwana Yesu asifiwe. Wote wapendwa, tukaweze kuiga hii mifano ili kwamba tukaweze kumpendeza Mungu, na nina hakika kabisa mambo yetu ya kiungu, mambo yetu ya kimwili, mambo yetu ya kiroho hayatakuwa magumu katika maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Tutafanya kazi ya Mungu kwa rahisi, na tutatenda kazi ya Mungu kwa nguvu zote na kwa bidii zote, maana tutakuwa kila jambo tutakaolifanya tunaona kufanikiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu atakuwa katikati yetu na hakuna jambo litakalotushinda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na penda kuwahimiza tena ya kwamba tukadumu katika neno la Mungu, maana ndio litakalotupatia mwongozo kamili wa kuweza kukaa katika ushirika, wa kuweza kukaa katika kumpendeza Mungu, wa kudumu katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni katika neno la Mungu ndiposa tunaweza kupata nguvu za kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Maisha haya ya kiroho yanafaa neno la Mungu likawe kwa wingi katika maishani mwetu na katika mioyo yetu, ili kwamba tukaenende katika hilo na Mungu akajitukuze katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Basi labda sitaenda sana kwa neno la asubuhi ya leo, lakini zaidi vile ambavyo tumeona ya kwamba Mungu alikaa na watu wake na akatenda mambo katika watu wale wote ambao wameweza kuwa katika ushirika. Wacha tukaweze kusimama na tukaweze kumtumania huyu Mungu katika kila jambo, na nina hakika Mungu ataenda kuinuliwa katika maisha yetu, na hakika Mungu ataenda kufanya jambo hata katika kazi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati utakaposikia mwenzako anaumwa, inakupasa hata wewe pia ukahisi kwamba unaumwa, maana ni kiungo kimoja kimepata kugonjeka. Bwana Yesu asifiwe. Utakaposikia mwenzako hana kazi, wacha pia wewe ukasije kumwombea, maana akikosa kazi ni kama ni wewe pia umekosa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo itakuwa ni roho ya ushirika. Utakaposikia kama mwenzako ana tatizo fulani, wacha ukakimbie, kama unaweza kumsaidia ukaweze kumsaidia, maana hiyo ni roho ya kushirikiana. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya kukaa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya kutembea pamoja. Hiyo ndio roho ambayo asubuhi ya leo Mungu anatuhimiza ya kwamba tukaweze kuwa nayo. Na tutakapokuwa na roho ya kujaliana, roho ya kukumbukana, nina hakika kabisa hatutaweza kusikia mwenzetu ametatizika mahali fulani tumwache bila. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa ajili ya neno la Mungu nataka tu niwashukuru kwa ajili ya kunisikiliza, na Mungu akaweze kuwabariki.